Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant. Ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka kundi la Houthi limeashiria kwamba kwa hivi sasa liko tayari kuweza kuingia katika mgogoro ambao unaendelea baina ya nchi ya Iran ukihusisha vile vile nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Na hii ni kutokana na sehemu ya mashambulizi ambayo wameyafanya asubuhi ya leo kuelekea katika nchi ya Israel. Pamoja na kwamba katika yale ambayo yamezungumzwa na kundi husika kupitia msemaji wake ni kwamba kuingia kwa moja kuna tazama vitu takriban kama vitatu. Jambo la kwanza ni kutazama kama kuna coalition au kuna ushirika utakaoundwa zaidi ya ule wa Marekani pamoja na nchi ya Israeli. Hii ni jambo la kwanza ambalo wanasema kwamba wao wanalitazama. Lakini jambo la pili ni kutumika kwa sehemu ya Bahari Nyekundu kwa maana ya Red Sea kutumika kwa ajili ya kufanya mashambulizi kwenye nchi ya Iran na kwenye baadhi ya vikundi ambavyo vinapatikana katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile kutumika kwa nchi yoyote kwenye kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran. Na kwa tukijaribu kuchukua msingi wa hii pointi ya tatu ya kwamba iwapo nchi yote itatumika kwenye kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran, maana yake ni kwamba hilo linaipa ruhusa linaipa ruhusa kundi la Houthi na lenyewe vile vile kuweza kuingia katika mgogoro huu. Na kwa tafsiri hiyo, kwa kuzingatia kwamba mpaka sasa hivi nchi ya Marekani imekuwa ikionekana wazi inatumia baadhi ya maeneo kama sana maeneo kama United Arab Emirates kwenye kufanya pia sehemu ya mashambulizi yake kuelekea katika nchi ya Iran, lakini vile vile bado inaonekana kwamba kuna mkusanyiko wa baadhi ya vifaa vya nchi ya Marekani vinapatikana katika sehemu ya Saudi Arabia. Ndio maana ukizingatia kama katika siku ya jana inaonekana kwamba nchi ya Iran ilifanya mashambulizi katika ile airport ya Prince Sultan au ile katika base ile ya Prince Sultan Air Base, ambapo inaonekana kwamba iliweza kuleta madhara makubwa katika zile ndege ambazo tunasema ni stratotankers airplane, kwa maana kwamba zile ndege ambazo huwa zinabeba mafuta na kisha kujazilisha katika ndege zingine zikiwa zipo angani lakini vile vile iliweza kuleta madhara katika baadhi ya ndege kama vile AWACS au A3 AWACS ambayo mara nyingi huwa inatumika katika kufanya baadhi ya movement za kijasusi na mfano wa hivyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa mazingira ya namna hiyo ya kuonekana kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo bado zimekuwa zikitoa baadhi ya fursa ya Marekani kuweza kufanya mashambulizi yake ndani ya nchi ya Iran, ukiachilia mbali kuwepo kwa shutuma za moja kwa moja za baadhi ya viongozi wanaopatikana katika eneo la Mashariki ya Kati kama Mohammed bin Salman ambaye ni yule tunasema ni Sultan wa nchi ya Saudi Arabia, kwa maana ni Crown Prince wa nchi ya Saudi Arabia. Amekuwa akishutumiwa moja kwa moja kwamba amekuwa akishinikiza nchi ya Marekani au kushinikiza Rais Donald Trump kuhakikisha kwamba anaendelea kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran. Na hili jambo limekuwa likikadiriwa mara kwa mara, lakini vile vile kumekuwa hakuna statement ya namna yote kutoka nchi ya Saudi Arabia kuweza kukanusha uhalali wa hayo mazungumzo ambayo yamezungumzwa na baadhi ya maafisa wa nchi ya Marekani. Kwa tafsiri hiyo, maana yake inaashiria wazi kwamba hivi sasa tutaendelea ku-experience mashambulizi ya kutoka katika kundi la Houthi. Ile jambo ambalo linaonekana wazi, na ndio maana inaonekana leo katika siku ya asubuhi waliweza kufanya mashambulizi yao kuelekea katika nchi ya Israel. Kuingia kwa kundi la Houthi au kutarajiwa kuingia kwa kundi la Houthi katika mgogoro huu linaweza likatupa tafsiri nyingi. Tafsiri ya kwanza ni kuashiria kwamba plani ya nchi Iran inawezekana ikaendelea kufanikiwa ya kuhakikisha kwamba bei za mafuta zinaendelea kupanda, kwa kuzingatia kwamba sehemu ya unapatikana kundi la Houthi manake magharibi mwa nchi ya Yemen inapakana na sehemu ya checkpoint au sehemu ya kupita inayojulikana kama Bab el Mandeb, ambayo
actually huwa inapitisha mafuta takriban 15% mpaka 20%. Kwa ina maana kwa mazingira hayo, maana yake Iran itakuwa ina control takriban 40% ya mafuta yote duniani, kwa kuzingatia kwamba wenyewe wameendelea control sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini vile vile Wahuthi inawezekana kupeleka pressure katika sehemu ya ile checkpoint ya Bab al-Mandeb. Kwa tafsiri hiyo, manake tunaweza kuendelea kutegemea kwamba plani ya nchi ya Marekani ya kujaribu kutumia kauli za kisiasa za mara kwa mara za Rais Donald Trump kuashiria kwamba kuna mazungumzo yanaendelea vizuri baina ya Marekani na nchi ya Iran ili kuhakikisha kwamba bei katika soko la dunia inashuka, inawezekana isifanikiwe kutokana na dhamira hii ya kundi la Houthi kuweza kuingia katika mgogoro huu. Ile ni jambo la kwanza ambalo tumekuwa tukijaribu kuliangalia kutokana na taarifa hii ya kundi la Houthi kusudia kuingia katika mgogoro huu. Lakini jambo lingine tunaloliona ni kwamba kundi la Houthi linajaribu kubalance equation au linajaribu kuweka sawa mlinganyo ambao ulikuwa unajaribu kutengenezwa na nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani kutokana na hali inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, imeonekana katika siku kadhaa nyuma ikitangaza kupeleka sehemu ya wanajeshi wake wa Navy kutoka kule San Diego kule California Marekani, lakini vile vile kutoka kule Japan katika base ile ya Okinawa kuja katika sehemu ya Mashariki ya Kati, ikitegemewa kwamba wanakuwa wanajeshi takribani 10,000 ambao actually wanajulikana kwamba ni wanajeshi ambao ni wabobezi katika baadhi ya operation kama hizo kufungua maeneo na mfano wake, ikiwa focusing ya Marekani hasa inaonekana ina focus katika kisiwa cha Karibia. Jambo hili linaonekana kwamba limetengenezwa katika dhamira mbili. Dhamira ya kwanza ni dhamira halisi ya kwamba Marekani wanakusudia waweze kufanya operation ya namna hiyo, operation ambayo bila shaka inaonekana hatari yake inawezekana ikawa kubwa kulingana na mazingira ya kijiografia ya nchi ya Iran, kwamba ni mazingira ambayo yamezungukwa na milima, lakini vile vile kuna sehemu ya wazi ya ile ghuba ya Uajemi ambayo yote mwenye kuingia katika sehemu hili ni rahisi kuweza kuonekana. Ina maana mpaka imeitwa ghuba ya Uajemi au Persian Gulf, ina maana inasibishwa zaidi na mazingira ya nchi ya Iran. Kwa hiyo ina maana inawezekana ni mission ambayo ina hatari nyingi kwa wanajeshi wa nchi ya Marekani. Lakini fikra hii au nadharia hii ya kuja kwa wanajeshi wa nchi ya Marekani vile vile inaonekana kwamba huenda ikawa ni technique ya nchi ya Marekani kujaribu kuweka pressure katika nchi ya Iran, kwa maana kwamba Iran ihisi kwamba kuja kwa wanajeshi wa Marekani litakuwa ni jambo la hatari zaidi, kwa ni beta kuingia katika makubaliano ya namna yote, jambo ambalo linaonekana kwamba Iran hawajataka kulipa fursa kwa nchi ya Marekani. Manake hawajaruhusu Marekani iwe na ushindi walau wa hatua moja, na kuonyesha hilo ndio maana unaanza kuona kwamba katika kipindi kama hichi ambacho inaonekana kwamba nchi ya Pakistani inajaribu ku coordinate yapatikane walau sehemu ya mazungumzo hata kama ni ya nyuma ya pazia. Katika kipindi hichi ndio inaonekana vile vile kwamba kundi la Houthi linatangaza dhamira ya kutaka kuingia katika mgogoro huu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama Marekani inaamini kwamba wanajeshi wake inawezekana wakaja kubadilisha game plan ya nchi ya Iran, maana yake ni kwamba Iran inaonyesha kwamba vile vile yenyewe ina uwezo wa kuendelea ku maintain game plan yake, ina uwezo wa kuendelea kuweka sawa mpango wake wa mchezo ambao imeutengeneza katika mgogoro huu, na ndio maana kundi la Houthi linaingia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wakati una focus kuweza kupambana na nchi ya Iran katika kuhusiana na swala la mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile ukumbuke kwamba katika Bab al-Mandeb lipo kundi lingine ambalo linaunga mkono siasa za nchi ya Iran, lakini vile vile utata wake inawezekana ukapelekea kwamba Marekani ikashindwa kuelewa kwamba ni sehemu gani ya kuanzia. Tuanzie katika mlango bahari wa Hormuz au tuanzie katika sehemu ya Bab al-Mandeb. Hii ni moja vile vile ya equation ambayo tumekuwa tukijaribu kuitazama, au mlingano ambao tumejaribu kutazama namna gani unapokuwa balanced, yani unajaribu kutengenezwa kutoka katika pande zote mbili. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona ambalo tunategemea kwamba katika siku za usoni litalazimika niwe hivyo ni fikra ya siku za nyuma ambayo ilikuwa ikizungumzwa mara nyingi ya kuhusiana na bahari ya kaskazini kupitia kule katika bahari ya Arctic, kwa maana ya kwamba sehemu kama ya Bab al-Mandeb ambayo inapatikana kundi la Houthi ndio sehemu ambayo ilichagiza mabadiliko mengi ya siasa ya bahari ya kaskazini, sehemu ambayo inapatikana nchi kama za Urusi, maeneo kama ya Greenland kule juu, baada ya kuonekana kwamba sehemu ya Bab al-Mandeb
mazingira yake ya uhai yanakuwa yana shida kubwa sana kwa sababu ya kundi la Houthi. Ndio maana inaonekana kwamba hata Marekani, ukiachilia mbali maslahi ya sehemu kama ya Greenland, lakini ikaanza kufikiria kuhusiana na bahari ya kaskazini, bahari ambayo nchi ya Urusi ilikuwa ikizungumza muda mrefu kwamba dunia sasa hivi inatakiwa ianze kutazama kwenye bahari ya kaskazini, bahari ambayo actually inakuwa ni shortcuts au ni njia fupi ya kutoka katika upande wa Asia, nchi kama za China na mfano wake, nchi ambazo zinaufanya uzalishaji mkubwa katika dunia kuelekea katika nchi za Ulaya. Maanake badala ya kupita katika sehemu ya Bab el Mandeb ambayo inapatikana kundi la Houthi, ni bora zaidi kupita katika bahari ya kaskazini. Pamoja na kwamba changamoto ya bahari ya kaskazini ni bahari ambayo inaweza ikafanya vizuri kazi ndani ya miezi 6, kwa kuzingatia kwamba jua linapokuwa katika kizio cha kaskazini, kwa maana katika tropic ya Cancer, inakuwa ni rahisi kwa sababu kule juu panakuwa hakuna barafu ya kutosha, inakuwa ni rahisi kwa meli za kawaida kuweza kufanya safari. Lakini jua linapokuwa katika kizio cha kusini, kwa maana ya Tropic of Capricorn, maana yake ni katika vipindi ambavyo takriban sehemu ya bahari ya kaskazini inakuwa imejaa zaidi barafu, na katika mazingira namna hiyo, maana yake ni takriban kama nchi moja ndio inaweza kufanya kazi vizuri katika mazingira namna hiyo, ambayo ni nchi ya Urusi, kwa sababu wenyewe wana meli zile ambazo zinajulikana kama icebreaker. Na kwa mazingira hayo, Marekani pia ilikuwa inajaribu kufanya juhudi ya kuingia katika makubaliano na nchi kama ya Finland, ambao ni wazalishaji wazuri wa meli za namna hiyo, ili kuweza kuona na yenyewe namna gani inaweza ka maintain uwepo wake katika bahari ya kaskazini. Lakini maana yake kitendo cha kuingia kwa kundi la Houthi linatupa ishara kwamba katika siku za usoni tunategemea fikra au nadharia ya kuendelea kuhuisha au kuifanyia kazi ile bahari ya kaskazini ni jambo ambalo bila shaka litakusudiwa kwamba kufikiwa na nchi nyingi kutokana na mazingira ya eneo la Mashariki ya Kati jinsi yalipo kwa hivi sasa. Lakini kiujumla kile tunachokiona ni kwamba nchi ya Marekani bado imekuwa na hesabu ngumu nyingi ambayo inatakiwa izifanye katika kipindi hichi, kwa sababu kiuhalisia ni kwamba nchi ya Iran bado imekuwa ina nafasi nzuri katika upande wa strategia. Katika upande wa mbinu tunaona kwamba coalition ile au ushirikiano wa nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel wamekuwa wana sehemu ya mafanikio katika upande wa mbili, katika upande wa tactical maneuver, kwa maana kwamba imekuwa ikishambulia labda baadhi ya viongozi wa IRGC, jeshi la nchi ya Irani, ikiwapata baadhi ya makamanda na kuwashambulia, kuwaua na mfano wake. Pamoja na kwamba mazingira ya nchi ya Iran au muundo wa jeshi la nchi ya Iran umetengenezwa ili kuweza kukabiliana na mazingira ya namna hiyo. Ndio maana wana chain au wana mtiririko wa watu, kwamba akifa huyu anachukua huyu na anaongezeka mwingine katika listi, akifa huyu anachukua huyu na anaongezeka mwingine katika listi. Haya yote ni mazingira ambayo yanaashiria wazi kwamba Irani wenyewe wanafahamu kwamba katika upande wa tactical maneuver, katika upande wa mbinu, nchi ya Israel huwa ni wazuri zaidi katika upande wa mbinu, na wanakuwa wazuri zaidi hasa kwa sababu ya jamii yake jinsi ilivyoundwa. Kwa sababu jamii ya Israel tunasema ni kama homogeneous society, yani ni jamii ambayo imeundwa kwa jamii moja. Ina maana jamii nyingine zote zinazoingia kama jamii ya Waarabu au jamii ya Wadruze ni rahisi kuweza kujulikana, isipokuwa wao wenyewe wa Israel inawezekana wakajiconnect na wakakaa kama kitu kimoja. Katika mazingira ya namna hiyo na ule mtawanyiko wao katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati mpaka sehemu za Iran, inakuwa ni rahisi wao kuweza kuingia katika baadhi ya sehemu na kuweza kupata taarifa. Na kingine ambacho kinaendelea kuonyesha kwamba wana uzuri katika upande wa mbinu ni kwa sababu vile ya muundo wa nchi ya Israel. Maana nchi ya Israel ni nchi ambayo jeshi lilianza kuundwa kabla ya nchi. Ndio maana unaona kuna zile battalion kama Golan Battalion ambayo ukiangalia umri wake au kuundwa kwake, maana yake kulitangulia kabla Israel kujitangaza kwamba yenyewe ni nchi huru. Kwa hiyo maana yake kuwa na nchi ambayo sehemu ya jeshi imetangulia kabla ya kuwa na nchi, kwa maana ya uhalisia wa nchi, tafsiri yake ni kwamba nchi hiyo lazima itakuwa imewekeza zaidi katika upande wa intelligence katika sehemu ya muundo wake, na ndiki kinachoonekana kwamba katika upande wa intelligence ya nchi Israel imekuwa ikifanya vizuri sana katika upande wa ile tactical maneuver, tunasema kumpikia nani kwa wakati gani na mfano wa hivi. Na kwa kulifahamu hili, inaonekana ndio maana muundo wa nchi ya Iran pia umekaa katika mtindo wa namna hiyo, kwamba kutengeneza chain ya watu, kwamba akifariki huyu atachukua nafasi huyo. Lakini katika upande wa strategy
ni obvious, ni jambo linajulikana kwamba nchi ya Israel huwa sio wazuri katika upande wa strategy, sio wazuri katika upande wa strategy. Katika matukio mengi imekuwa ikionyesha tatizo la namna hili, na hata katika mgogoro huu inaonekana kwamba mpaka sasa hivi ukiangalia kwa mfano Israel yenyewe kama yenyewe imeegemea zaidi katika upande wa tactical, kwamba tumshambulie fulani, na imekuwa ikikaririwa hata na Waziri Netanyahu, imekuwa ikikaririwa na Israel Katz kwamba lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunawaua viongozi wa nchi ya Iran. Ina maana ni katika upande wa tactical, lakini katika upande wa strategy inaonekana kwamba ni Marekani pekee yake ndio imebaki na upande huo wa strategy, kwamba tukafungue mlango bahari wa Hormuz, tulete jeshi, tufanye hivi. Maana ule upande wa strategy umebaki katika upande wa Marekani. Lakini sasa kwa nature ya mgogoro huu jinsi ulivyo, ni mgogoro ambao hauamuliwi na upande wa tactical maneuver, unaamuliwa zaidi na upande wa strategic maneuver. Manake ni mgogoro ambao mbinu peke yake ya kwamba tumfikie nani tumuue haitoi tafsiri ya mgogoro, lakini maamuzi ya kimgogoro yanaamuliwa zaidi na upande wa strategia. Manake yule atakayekuwa mzuri katika upande wa strategy, huyo ndiye atakayekuwa mshindi, hata kama atakuwa watu wake wamekufa labda 500 au 600 au hata 1000, si tatizo. Lakini atakapokuwa yeye ameshinda katika upande wa strategy, maana yake ndiye atakayekuwa mshindi wa mgogoro huu. Na kile kinachoonekana mpaka sasa hivi, nchi ya Iran wamekuwa wazuri katika upande wa kupiga mahesabu ya kistratejia. Na maana ukaona kundi la Houthi ndani ya mwezi mmoja, baada ya mwezi mmoja kwa unakaribia kuisha, baada ya toka mgogoro ulipoanza, ndio kundi la Houthi linaingia. Maana yake ni akili ya kistratejia, kwamba tunajua katika kipindi hichi inawezekana labda Marekani akataka tuingie kwenye makubaliano katika kipindi hichi, au inawezekana Marekani akawa anapata support kutoka katika nchi zingine. Hicho ndio kipindi mwafaka cha Houthi kuingia na kuweza kucontrol sehemu ya Bab el-Mandeb. Lakini kwa mfano huo unaweza ukaona kwamba imefikia hatua viongozi wa nchi ya Marekani kama Marco Rubio, ambaye katika siku za nyuma alikuwa akizungumza maneno ya kuwashutumu moja kwa moja kwamba viongozi wa nchi ya Irani ni viongozi ambao hawajui masuala ya geopolitics, hawajui ile fikra ya siasa ya kikanda, bali ni jamii ambayo inaongozwa na nadharia ya theolojia ya dini kwenye kuamua maamuzi ya kimkakati, maana yake ile maamuzi ya kistratejia. Sasa katika siku kama leo amekuwa akizungumza, wakati anahojiwa na baadhi ya habari, amekuwa akizungumza, anasema kwamba nchi zingine zinatakiwa zijitokeze ili kuhakikisha kwamba tunafungua mlango bahari wa Hormuz, kwa maana ya kwamba Marekani ambayo kitu ambacho inakipata kutoka katika bahari ya Hormuz, mlango bahari wa Hormuz, maana yake ni kitu kidogo, ambayo ina maana inaweza kaamua hata isifanye operation ya namna ile. Ina maana nchi nyingine zitakuwa zijitokeze katika kusaidia katika operation ya namna hii. Hii inaashiria wazi kwamba Marekani katika hesabu yao wanafahamu zoezi la kufungua mlango bahari wa Hormuz maana yake ni zoezi gumu na litakuwa lina gharama kubwa kuliko inavyokadiriwa. Lakini vile vile ni kuonyesha kwamba baadhi ya mawazo au zile opinion ambazo zilikuwa zikizungumzwa na viongozi wa Marekani kama Marco Rubio, maana yake zilikuwa ni opinion ambazo hazina uhalisia, kwa kuzingatia kwamba kushika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz maana yake ni strategic move, ni movement ya kimkakati, sio movement ambayo inaendeshwa na fikra za theolojia ya dini. Na ndio maana leo hii Marco Rubio mwenyewe anazungumza kwamba ikibidi nchi nyingine ziweze kujitokeza kuweza kusaidia katika movement ya namna hii. Kwa maana yake ni kwamba ni maneno ambayo yalikuwa hayana uhalisia. Lakini vile vile kuonyesha kwamba Iran bado wameendelea kupiga vizuri mahesabu yao ya kistratejia ni kudhoofisha mzunguko wa nchi ya Marekani. Maana nchi ya Marekani ilileta kama zile tunasema zile USS Gerald Ford ambayo iko katika upande wa kule Mediterranean, lakini vile vile USS Abraham Lincoln. Lakini kile kinachoonekana mpaka sasa hivi kulingana na speech iliyozungumzwa leo na Rais Donald Trump siku ya jana, siku ya leo Jumamosi, na Rais Donald Trump, inaashiria wazi kwamba Iran walifanikiwa kuipiga ile USS Gerald Ford. Ukiachilia matatizo yake mengine ya ile Blackwater, kwa maana kwamba ile matatizo ya vyoo na vitu kama hivyo, lakini inaonekana kwamba ilishambuliwa tena. Kwa maelezo ya Rais Donald Trump, inaonekana kwamba ilishambuliwa kutoka katika engo kama 17 na nchi ya Iran, jambo ambalo lilipelekea mwisho wa siku kupatikana kwa sehemu ya madhara, na mwisho wa siku kwamba USS Gerald Ford ambayo ni moja katika meli kubwa zaidi duniani za kivita za nchi ya Marekani
kushindwa kufanya operation zake katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini vile vile hata hiyo USS Abraham Lincoln, maana yake mazingira yake yamekuwa yana sintofahamu kwa kiwango kikubwa, na ndio maana Marekani inaonekana sasa hivi wameplani kuleta USS George W. Bush kuweza kuja kuchukua nafasi ya USS Gerald Ford. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yanaonekana kwamba Iran wanafahamu strategia ya mzunguko wa jeshi la Marekani na namna gani unaweza ukooperate katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa watakuwa wamehakikisha kwamba nchi za eneo la Mashariki ya Kati hazina uwezo wa kutoa support ya moja kwa moja. Zote hizi zinaonyesha ni movement za kistrategia, kwamba ni watu ambao wanafahamu strategia ya mazingira ya eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna juhudi za mazungumzo ambazo zimekuwa zikiendelea, lakini bado tunaona kwamba interest au kuingia kwa kundi la Houthi maanake ni moja katika movement ya kistrategia ambayo inaweza kaja kudisturb au kuvuruga ile game plan ya nchi ya Marekani ambao wamekuwa wakiendelea kuinadi kwamba kuna wanajeshi wanakuja na mfano wake. Inawezekana ikaja kuiharibu ile game plan ya nchi ya Marekani, na hivyo Marekani inaweza ikajikuta inalazimika kuweza kubembeleza zaidi mazungumzo, na njia pekee ya kuweza kufanikiwa katika hilo la mazungumzo, maanake Rais Donald Trump kwa kiwango kikubwa anaweza akalazimika kukubaliana na sehemu ya masharti ya nchi ya Iran, na jambo hilo bila shaka litakuwa ni kushindwa kukubwa ambao kutakuwa kuna madhara makubwa, kwamba nchi ambayo ni superpower, nchi ambayo ilikuwa ina bezi nyingi katika eneo la Mashariki ya Kati ambao zimekusanya maana yake vitu ambavyo vina thamani kubwa katika upande wa masuala ya jeshi, leo hii kulazimika kufunga base takriban 13 bila kuwa na solution ya namna hiyo. Maana hilo ni jambo kubwa sana ambalo bila shaka inaweza kaja kubadilisha mambo mengi sana katika strategia ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile na sehemu ya ushawishi wake katika siasa ya dunia. Kwa hiyo bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda mchache ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau subscribe, kulike, share pamoja na comment. Uwe na muda mwema.